العزيز علي قوله kusimama kuwasimamia watukufu ni faradhi, na hatuwasimamii jinsiyan, tuwasimamia hisiyan wa maanawiyan, kwa yale majukumu walionayo, kwa yale majukumu ambao kwamba watekeleza. Mashara hadhirina, tuko kwenye kikao kikubwa sana, kikao ambacho kwamba walioko kwenye kikao hiki ni watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake awapenda sana, kwa kuwa nyinyi mumeichukua ile amana. Inna aradna al-amanata ala samawati wal jibali wal ardh, ile amana mmeichukua, ambapo kwamba vitu vyote alivyoviumba Mwenyezi Mungu vilipewa amana hii wote. Fa abaina an yahmilnaha, wakakataa, wakawawezi. Nayo ni Qur'ani, nayo ni sunna za mtume. Hii ndiyo amana. Tena nyinyi bahati yenu, kwa kuwa ni Mwenyezi Mungu amewatagua. Inna Allah astafa, Mwenyezi Mungu wachagua, amechagua kwa malaika, amechagua kwa binadamu, na kila siku yachagua. Kuteguliwa kuwa wewe umepewa amana ile ni jambo kubwa sana, na hamkutaka wala hatukutaka, ni mambo yake Mwenyezi Mungu, ni mambo yake Mwenyezi Mungu kutuletea hawa wote hawa. Humul jibalu fasal anhum musadimahum, hii majabali ya elimu, majabali ya akhlaqi, majabali ya utendakazi, majabali ya majukumu, na wao wamepewa yale majabali. Mwenyezi Mungu ajua. Mwenyezi Mungu hakupi kitu mpaka kuomba wewe wakiweza. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Wamepewa na wayatukua, na nyinyi pia mmetaguliwa. Kwa hivyo tuwe waaminifu, na kuwa waaminifu ni kuitumikia dini. Kuwa uaminifu ni kufuata nyayo za hawa. Hakuna mtu alofika mwenyewe tu hivi hivi, mpaka upate tochi ya kupigwa, na njia mshaipata. Habib al-Habshi asema, man jalasa ahla nur bil hurma wa tasahil adab yarga maragi, mwenye uketi na watu wema
akapata zile nuru, basi upandishwa, Mwenyezi Mungu humpa takaso. Kwa hiyo tuamini lahi matalabu, lakini yataka kuvumilia. Mambo hayaji hivi hivi. Hakuna kitu muhimu kama taasisi zetu, kwa sababu sisi tuna kitu ambacho kwamba watu wengine hawana. Sisi tuna kitu chaitwa sanad. Wewe unaingia faslul awwal, unasomeshwa vitabu fulani, unakwenda kwenye fikihi, wasomeshwa vitabu vile vile alivyosoma yule mwalimu wako na alivyosomeshwa, na ile sanad inakwenda mpaka kwa Mtume. Si elimu ya magazetini, ni elimu ya sanad. Sheikh Yusuf hapa ametuelezea vipande katika minhaji. Al-Hatimi hapa ametutajia maneno madogo tu, kitu kimoja tu, Sheikh Abdullah bin Ali al-Haddadi, ambapo kwamba ndio ikasema lau kwamba wewe wafuata wasoma diwani ya Maulana al-Haddadi yatosha wewe kwa yale maneno ya hikma ya wisdom yaliyomo ndani yake. Ni Qur'ani tupu, ni maneno ya Mtume matupu. Kwa hivyo elimu hizi huwezi kuzipata mahali pengine. Na hawa wamepokea, na kuna ndia wamepita kweli kweli za taabu mpaka kuweza kuzipata. Wanawalea. Elimu yetu ni kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna wa bima kuntum tadrusuna. Ambapo kwamba kwenye taasisi nyingine hakuna. Ndio ukaona imefika elimu, imefika nuru mpaka huku. Ukiuliza tarehe ya miaka 200 huku ulikuwa hakuna chochote, lakini sasa imekuwa kuna nuru. Na Mwenyezi Mungu amewatoa watu wasimamizi wa nuru ile, wenye kusimamia mambo kama haya. Wao wametukua kila kitu, ile siri na asrari zilioko kwenye mkusanyiko huu. Sheikh Masudi afanya kazi kubwa sana na wenzake, na kila alochangia katika kusimamisha mambo kama haya. Huku ndio kusimamisha Uislamu. Ukimwadhimisha Mtume ni karimu, hakubali kukirimiwa. Mwenyezi Mungu ni karimu, hakubali kukirimiwa.
hivyo haya mambo yana faida nyingi sana kuliko sisi zile tuzijuazo. Nasaha kwangu kwa wanafunzi, kuweni na kitu chaitwa adab. Adab ndio kitu muhimu. Mmoja katika wanafunzi wa Imam Malik, Qasim, alikuja kwa Imam Malik, akaketi miaka 20 asoma, miaka 19 asoma adab peke yake. Asema na hiyo moja pia ningetaka kusoma pia nisome adab. Alitoka Masri, basi alipokuwa mwaka wa 20 kaja watu wafdi kutoka Masri kwa wakati al-Hajj, akaenda kuwatembelea jamaa zake. Alipokwenda akamuona, akawaona, akamwambia nyinyi watu wapi? Mwambie mimi natoka huko. Ala, mimi wazee wangu ni kadha. Mumjua mtu akiitwa Qasim? Yule alimwambia kwamba huyo ni babangu, mimi ni babangu. Alipoondoka alioa akazaa, yeye hakupata kumuona yule mtoto. Hata alisikiza, manake Imamu al-Auza'i amwambia mwanafunzi, wewe umeoa? Akamwambia nimeoa. Uchangamia watoto, aishapata watoto, uchazama, una cha elimu tena, huna cha elimu tena, ushaingia kwenye ulimwengu kwisha. Sasa yule Qasim, Imam Malik akamwambia sasa nenda zako. Ikawa ndio katika wanazuoni wa Maliki waliokuwa kwa Masri, mmoja ni huyo. Ile adabu, manake Imam Malik katika adabu zake ilikuwa asubuhi saa 9 usiku hutoka nyumbani kwenda kwa shekhe lake, akampeleka chooni shekhe lake mtu mzima, akatoka naye kwenda msikitini, akamtawadhisha, akatoka naye, akamshika mkono, wakaenda wakaswali, wakafanya nyuradi, wakasoma mpaka isha yake ikatoka, akamtukua akampeleka nyumbani bila ya kubaba. Ikawa ndio kazi yake. Imam Malik ilikuwa ndani ya Madina havai viatu, nitavaaje viatu mahali alipozikwa Mtume? Ile adabu yake, alimfukuza mwanafunzi wake walipokuwa watoka, amuuliza ayuhal imam, ila hadithi kadha kadha, wasema. Alimzungukia, kuna adabu, wataja hadithi ya Mtume mbiani kwenda, wewe mjua nani mtajaye? Akaomba sitaki, akamfukuza. Mtoto akalia, akarudi, akanisamehe, mpaka akakubali msamaha wake. Ile adabu alikuwa nayo kwa Mtume, alikuwa akiogopa kusafiri asije akafa nje ya Madina. Ile adabu alikuwa nayo afika kiwango cha juu sana. Adabu ndio msingi wa kila kitu. Al-adab kabla al-ilm. Na elimu yetu
namna hiyo. Kuna mmoja alikiitwa Sheikhul Islami, ndio chief kadhi wa kwanza katika Kenya, Said Abdurrahman Sajjaf. Huyu alikitoka kwenye kitongoji chao chaitwa Siu, akitoka kwenda Chundwa kila siku nafasa kwenda kusoma pale, asoma asubuhi kwa mashehe wote, kisha enda kwa mashehe wengine kwa miguu kila siku bila ya kuwata. Siku hiyo shekhe lake wametoka baada ya ishai, yeye hubeba vitabu, atakaa nyuma ya shekhe lake mpaka wakifika ndani, yule huingia ndani akapokea vile vitabu, akamwambia habudi nenda zako. Safari moja yule shekhe akasahau kufungua mlango kutoka vile vitabu. Yule mtoto asimama na vitabu, alisimama na vitabu kutoka Isha mpaka 6-7. Akachukua kanzu yake akavua, akatandika na akalala pale mlangoni, hawezi kuondoka sababu hawezi kumbishia shekhe. Alfajiri saa 10 yule bwana kama kawaida yake kutoka kwenda msikitini, amwona Abudi, uko kutoka lini hapa? Kaambia kutoka hapa. Kwa nini? Alikuwa kitabu hizi ndo. Alimshika mkono, akamwambia twende, akamwekea marfaa, akamwambia elimu ni yenu, sisi hufanya kazi tu, lakini elimu ni yenu. Ushapata shahada yake ilikuwa ni adab. Kwa hivyo ni kitu ambacho kwamba ni lazima tuwe nacho katika kusoma. Hawa waliowapata si kwa sababu ya usomi mwingi sana, ni kwa sababu ya adab. Mwenyezi Mungu atatupa adab. Mwenyezi Mungu aibariki kikao hiki. Mwenyezi Mungu aibariki wenye kusimamia mambo kama haya. Mwenyezi Mungu atulipe kwa namna yetu tutakayo, lakini hatujui tutalipwa nini. Wabihadha, wassalamu alaikum wal afu minkum.